kilio kinaanza na mfiwa. Safi kabisa. Kwa hiyo mimi nachotoa rai, sisi tumepata mafunzo haya. Rai yangu sisi ndio tusiwe chachu ya kwenda kuharibu sehemu za ajira za kazi kuanzia za kwetu hadi za wenzetu. Kwa hiyo sisi tuwe waelimishaji wazuri, tupeleke neno kwa usahihi, tujue taarifa kuipeleka kwa uzuri, sio kwa sababu umejua kitu fulani wewe unaenda kwa mabavu. Kupitia nyie tumeweza kubadilisha mtazamo wa jamii kuhusu nyie, na natumai haya mafunzo ambayo tumeweza kuwafadhili kupitia ILO na shirika la haki za binadamu OHCHR litaleta matunda chanya, na mmechaguliwa kuwa viongozi wa kwanza wa kundi la wadau la waelimishaji rika. Mnapoenda nyumbani na kwenye vikundi vyenu, mnapokuwa viongozi, naomba mtumie hii elimu kuzidi kuboresha mazingira kwa ajili ya wafanyakazi wenzenu na kutoa elimu zaidi ili jamii iweze kuelewa wafanyakazi wa nyumbani wanastahili kazi zenye staha na ni wafanyakazi kama wafanyakazi wengine na wanafaa wathaminiwe na sheria zinawatambua na mnastahiki haki zote chini ya sheria za kazi. Mwe mabalozi mkaseme kwamba mkatusemee sisi kama serikali, mkasaidia kuelimisha jamii kwamba sekta ya wafanyakazi wa majumbani inatambulika na mifumo ya kisheria ipo na mifumo rasmi ipo ambayo itambua sekta hii katika kutatua changamoto na kuhakikisha kwamba na wao wanastawi katika jamii. Inazungumzwa sana kwamba hawa ni hivyo hivyo tu, lakini ukweli ni kwamba sekta hii ni uti wa mgongo pia wa kujenga uchumi wa nchi yetu. Inasauliwa kwa sababu inaonekana wao hawaonekani huko viwandani, hawaonekani huko kwenye maofisi, hawaonekani kwenye makampuni, wanaonekana nyumbani. Lakini ukweli unabaki pale pale kwamba hao wanaofanya kazi huko kwenye maofisi na viwanda wanawezeshwa na hawa. Kwa hiyo hawa indirectly na wao pia ni washiriki wakubwa wa kujenga uchumi wa nchi yetu. Na kwa msingi huo swala la kuwaelimisha hawa, kuwapa elimu hawa, kuwawezesha wawe katika hali fulani ni la msingi, kwa sababu kazi wanayofanya ni muhimu. Wanaangalia wagonjwa, wanaangalia watoto, wanaangalia nyumba, wanalinda mali, sasa shughuli zote hizo ni muhimu. Sidhani kama kuna watu wanaweka watchman mchana. Watchman mchana ni nani? Ni domestic worker. Ndio analinda nyumba mchana na watoto na kila kitu. Kwa hiyo umuhimu wake haupimiki kusema kweli. Na kwa msingi huo mimi nishukuru pia serikali hapa kwa kuona umuhimu wa hilo jambo na kuweka mkazo ili sekta hii iweze kuchukua nafasi inayostahili katika nchi yetu.